Habari tena za muda huu mpenzi mtazamaji wa Baharia TV. Karibu tena katika channel yetu. Moja kati ya taarifa muda huu ni kwamba afisa maendeleo adaiwa kuraghai wananchi na kuwatoza fedha mikopo 10%. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo mwenyekiti mwenezi wa CCM Kenani Kihongosi kukutana nayo katika wilaya ya Uvinza. Nami naomba tumsikie hapa akiwa ana suluhisha hii kesi akiwa huko Uvinza. Naitwa Amiri Haruna Bashikwa, ni mkazi wa kijiji cha Mpeta, kitongoji cha Mabanini. Mheshimiwa, mimi binafsi nashukuru kwa dhati kwa ujio wako kuwakilisha ofisi ya mama ya rais. Sisi bwana, kuna mikopo iliyotoka ya Mama Samia. Niombe utusaidie kwa dhati, kwa sababu atakayekuwa nakashifiwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumeletewa taarifa na viongozi wakisema kwamba kuna kifungu kimetolewa cha Mama Samia, watu wajisajili, na Bibi Maendeleo akiwepo wakata. Chini ya Bibi Maendeleo watu wametoa fedha zaidi ya vikundi 200. Tumepoteza zaidi ya milioni karibia 20. Tumeagiza viongozi wa vikundi kwenda hadi wilayani. Tumetoa barua kwa mkuu wa wilaya, kwa mkurugenzi na kwa katibu wa chama wa wilaya, lakini hadi sasa hatujapata mawasiliano ya fedha yetu kwamba itaturudia namna gani, kwa sababu tunataka kujua, watu thibitishie mbele yako wewe kama mzazi wetu kwamba fedha hii tumeibiwa au namna gani. Tumekaa na makatiba ambayo sasa imesajiliwa na hakimu. Samani kidogo. Hiyo mikopo ni mikopo gani ya Mama Samia? 10%. Zile 10% wewe hazikuhusu. Sisi tuliambiwa tunahusika na tuko wengi. Hapana. Na utusaidie sasa. Ile mikopo inatolewa kwa vijana, kina mama na watu wenye mahitaji maalum. Ndio. Umenielewa mpaka hapo? Nimekuelewa. Sasa utusaidie hao waliotuchukulia fedha zetu. Nani alichukua shingapi? Bibi Maendeleo. Shingapi? Kila kikundi kilikuwa kinatoa 77,000. Afisa maendeleo wa serikali? Wakata. Haya, afisa maendeleo wa kata yuko wapi aliochukua 70,000? Yupo au hayupo? Haya, unaijua hii issue? Subiri bwana, tuliza mzuka. Mheshimiwa, ni sahihi. Sema wakati fulani kama ulivyosema wewe mwenyewe, baadhi ya wananchi wanashindwa kutofautisha aina ya hii mikopo. Kwenye mikopo ya 10% ambayo walengwa ni vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, ambayo halmashauri imeendelea kuitoa, ambapo mpaka sasa tumeshatoa zaidi ya 100% ile ambayo tulitaka kwenye bajeti ambayo ni sawa na milioni 275, na tunaendelea kuitoa kadi mapato ya halmashauri yanavyoongezeka. Isipokuwa kuna ile mikopo ya wajasiriamali wadogo ambayo hiyo ina riba ya 7%. Mikopo hiyo inatolewa na serikali, lakini sio kupitia halmashauri, inatolewa na serikali kupitia benki. Na kwa benki yetu, nilipoongea na manager wa benki pale, aliniambia zimeshaletwa shilingi milioni 70, na kati ya hizo milioni 70, shilingi milioni 25 tayari zimeshaenda kwa walengwa. Hiyo inaenda sasa kwa mtu mmoja mmoja, ingawa anaweza kukaa kwenye vikundi kwa maana ya kudhaminiana. Hiyo 70 ya nini sasa? Gharama hiyo 70 zilikuwa ni fedha kwa ajili ya wao wenyewe kutengeneza ile katiba. Nani anachukua? Kwa maana kufungua account, ambapo afisa maendeleo ya jamii wa kata alikuwa anazikusanya na zinaenda benki. Subiri kwanza, twende taratibu. Ndio. Kufungua account ni shingapi? Kufungua account ni shilingi 30,000. Hiyo nyingine ya nini? Gharama hizo nyingine ndio hizo ambazo nimesema kwamba na kufungua account 30,000, lakini pia kuna fedha kwa ajili ya kutengeneza katiba na kutoa photocopy ya miutasari ya vikundi mbalimbali. Wewe unaona uko sawa? Hizo fedha sio kwamba zinakuja halmashauri, hapana. Anayekusanya ni mtumishi wa umma wa benki. Aliyekuwa anashughulikia ni mtumishi wa umma, lakini fedha zinakwenda benki. Inaruhusiwa kisheria?
Hapana, kwa maana ya kukusanya sio kwamba kuchukua yeye hairuhusiwi, lakini kuorganize kwa maana ya kuwakusanya inaruhusiwa. Sasa si amewakusanya na amechukua fedha, anachukua kama nani? Huoni kuna shida? Ndio mheshimiwa. Ndio. Wewe ungekuwa mwenezi unachukua maamuzi gani? Haya, CCM oye. Kaimu mkurugenzi yuko wapi? Hili jambo umelisikia vizuri? Liko sawa au haliko sawa kwa uelewa wako wewe na utaalamu kama mkurugenzi? Ili haliko sawa sawa. Haliko sawa. Inapaswa mfanye nini? Tutachukua hatua, tutamuita huyu afisa alafu tujue kwa nini alichukua jukumu la benki bila sisi taasisi kule. Na hawa wananchi muwaambie ukweli. Watu wasiende kwa wananchi kuambia kuna mikopo ya Mama Samia wakati wanajua wanawalagai. Hao wananchi watajenga chuki na serikali. Rais kule alikokaa maskini ya Mungu, yeye anajua ameleta maji, ameleta umeme, ameleta barabara. Kumbe kuna mtu mmoja hapa anasema kuna mikopo ya Mama Samia na anachukua 70,000 za wananchi hapa. Kwa hiyo naomba kwa hatua zako na umwambie mkurugenzi, mchukuliane hatua wenyewe na tupate ripoti hatua zipi zimechukuliwa. Asante sana. Lakini hii tabia isijirudie. Tumeelewana mkurugenzi? Na bwana afisa maendeleo? Tumeelewana mkuu. Tukisimamia taratibu vizuri, tutawaongoza hawa watu vizuri. Ila tukitumia ujanja, ndio mambo haya ya kudhalilika mbele ya watu yanatokea hapa. Na hiki kitu mbane mtendaji wako wa chini. Kwa sababu wewe hujatenda, aliyetenda ni mtu wa wapi? Wa chini yako, na unalijua. Naomba niseme hapa, hakuna hiyo mikopo ya namna hiyo. Hiyo mikopo ni ya benki. Na hizi kesi nilikutana nazo nikiwa nikiwa RC Simiyu. Hizi sio kuna mikopo inaitwa hivi, kumbe ni mikopo ya benki. Wao ili wapate watu wanasema ni mikopo ya Mama Samia. Mwisho wa siku wananchi kwa kuwa wana imani na serikali na rais, wanasema kama rais yupo, acha tutoe. Na hizo fedha za watu kama zirudi hizo. Na mingoja nikusomee baadhi ya comment hapa. Anasema CCM inasikiliza, inatatua na inaleta tumaini kwa Watanzania. Asante sana katibu mwenezi. Anasema kazi na utu, tunasonga mbele. Anasema chama kinaisimamia serikali kikamilifu. Anasema chama la wananchi, chama yenye mioyo ya wananchi, hakika taifa lipo mikono salama. Anasema hakika mengi yanaibuliwa, hongera mwenezi. Anasema chama kipo kizini. Anasema kazi na utu, tunasonga mbele. Anasema kazi. Anasema CCM ni chama kinachosikiliza kila mmoja. Anasema na haya ni maoni ambayo wadau wameyatoa hapa. Je, wewe una maoni gani? Nasoma comment hapo chini. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.